sioni wowote huko, lakini tu majina yangu yamebadilishwa yale. Pastor Mungai, wengine wananiita Wakamani. Haya yote ni sawa. Na niliokoka, Yesu ni Bwana. Yeye amekuwa Biblia na hata mwizi mwema. Jina langu limeandikwa katika kitabu cha uzima. Na hii ni kwa imani. Amen. Hii yangu ni kwa imani ya kwamba imeandikwa. Hii na Biblia inaniambia kwamba haikuandikwa na wingu kutika, bali imeandikwa na Roho wa Mungu. Hivyo jina langu limeandikwa na Roho wa Mungu ambaye haiwezi kufutwa na yoyote yule. Hata ibilisi mwenyewe hawezi kufuta. Amen. Mimi nina nguvu na mamlaka juu yake. Nimepewa. Hivyo ninaamini ya kwamba Mungu ako nami na atanitenda mema. Nina neno nimepewa na Bwana ili tuweze kugawanya pamoja na wewe. Na ninaamini neno hili litakuwa la baraka kwako na vile vile litakuwa la baraka kwangu. Maana ni neno ambao Bwana akanipa ili niweze kukuletea na ili tuweze kusikia na kulishika na kulifahamu na ili niweze kututendea kazi ndani ya maisha yetu. Hivyo ni furaha kwa hili neno siku ya leo. Kichwa ya neno langu ni kwamba unaweza kubadilisha hiyo hali. Unaweza kubadilisha hiyo hali ambao wakati huu ikiwa mzuri kuliko ile ya mbeleni. Amen. Unaweza kubadilisha, maana umepewa nguvu na umepewa uwezo. Amen. Nataka tuende katika kitabu cha Yakobo ama James 5 mstari wa 17 na mstari wa 18. James kama Yakobo 5 mstari wa 17 hadi mstari wa 18. Basi hebu tukasome sisi wote pamoja. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikajaa matunda yake. Amen. Nimesema kwamba wewe una nguvu ya kubadilisha. Maana neno linaniambia kwamba Elisha alikuwa na mwili na tabia kama sisi wanadamu wa kawaida. Amen. Kwa hivyo Elia hakuwa ameshuka kama vile nguvu za Yesu Kristo, lakini alikuwa na nguvu sana kama zile wewe ambao ukiamini unapewa na Mungu. Na hivyo yeye alikuwa na uwezo wa kuweza kubadilisha ile hali ambayo alikuwa anapitia ndani ya ulimwengu huu. Alikuwa na uwezo wa kusema na kusema hivi inatendeka, na alikuwa na uwezo wa kufungua na hata kufunga. Haleluya. Nataka kukuambia kwamba mimi na wewe tuko hapa siku ya leo ili tujue tumepewa nguvu na mamlaka ya kufunga na kufungua. Haleluya. Kwa hivyo kama ungejijua siku ya leo, nataka ujifahamu vyema, ujue wewe ndio uko na nguvu na una uwezo wa kuweza kufunga hiyo hali ambayo unapitia ngumu, na unaweza kufungua. Haleluya. Amen. Hata Musa alikuwa mahali pale, alikuwa na nguvu na alikuwa na uwezo wa kusema haya na haya, na hata wakati walipokuwa kifunga bahari ya Shamu, Musa alikuwa amepewa uwezo wa kuweza kusema bahari ya Shamu iweze kuwa njia na ikawa njia. Haleluya. Wewe nataka ujue una nguvu na mamlaka ambayo umepewa siku ya leo. Haleluya. Yoshua naye akapatiwa nguvu na uwezo, na akaambia kwamba yeye ataongoza wana wa Israeli, na hivi akaambiwa watakapokuwa kifunga ule mto wa Yordani, Yoshua, kuna jambo moja ilikuwa mzuri sana, na hii ni jambo la kwamba walipofika kwa ule mto wa Yordani, alipokuwa akikanyaga yale maji pamoja na wale walikuwa pamoja na hawa, maji yalikuwa yakiendelea kusimama. Amen. Haleluya. Kanyaga hiyo shida ambayo unapitia iendelee kusimama. Kanyaga hiyo pamoja unapitia iendelee kusimama. Haleluya. Kwa nini wewe unajidharau? Kwa
shida. Tuachane na hiyo hali ya shida. Tuamini ya kwamba yote inawezekana, maana kwake Mungu yawezekana. Amen. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba siku ya leo mimi na wewe kama vile huo mstari wa 17 umesema. Hebu turudi hapo mstari wa 17. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia sawa na sisi. Simamia hapo. Elia alikuwa na mwanadamu mwenye tabia sawa sawa na sisi. Haleluya. Na kama Elia alikuwa na mwanadamu, alikuwa na damu ambao uko nayo, alikuwa na nyama wewe uko nayo, alikuwa anavaa mavazi ambayo tunavaa, alikuwa anatembea kama vile tunatembea, alikuwa anatembea huko ulimwenguni kama vile tunatembea, lakini alikuwa na uwezo. Haleluya. Wewe kwa nini usiwe na uwezo siku ya leo ya kusema yale yamefika mwisho ni mwisho? Haleluya. Biblia ndio inasema, sio mimi. Anasema alikuwa mwanadamu mwenye tabia sawa na sisi. Haleluya. Akaomba kwa bidii. Haleluya. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kuomba kwa bidii. Najua maombi kwa watu wengi inakuwa shida. Hata mnenaji wa asubuhi alisema hivi, tukiambiwa tukuje kesha, hatupatikani. Haleluya. Tukiambiwa ni wakati wa maombi ya asubuhi, hatupatikani. Haleluya. Maombi ni kazi. Lakini kama ni kazi, Elisha aliomba kwa bidii. Haleluya. Akasimamisha mvua kwa miaka 3.5. Haleluya. Ningependa tuangalie huu mfano mzuri sana kwa Elisha alipokuwa akisimamisha huu mvua. Hivi ile ilivyokuwa. Wacha tuachane na hao wengine kwa sababu juu ya muda ningetaka tu tuangazie huyu Elisha vile alikuwa na uwezo na nguvu na mamlaka ambazo alikuwa nazo ili kuweza kutawala ndani ya ulimwengu huu. Basi hebu tuende katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 17. Wafalme wa kwanza 17 kuanzia mstari wa kwanza. Hii tumefika huko. Tutaendelea mpaka hapo mstari wa 8. Tusome. Haya, soma. Akawaambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye nimesimama mbele zake, hatakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa ugeuke, uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Karati kinachokabili Yordani. Itakuwa basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana, kwa kuwa alikwenda akakaa karibu na kijito cha Karati kinachokabili Yordani. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni. Akanywa maji ya kile kijito. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepati, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, namwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Amen. Wacha tusimamie hapa. Nimekwambia umepewa nguvu na umepewa mamlaka ili kuweza kusimamisha ile hali ambayo unapitia. Adhuhuri ya leo ninataka kukuambia hivi. Elisha alikuwa na uwezo mpaka juu ya mfalme wa nchi. Haleluya. Kwa hivyo hakuwa na nguvu peke yake ya kutawala wale wadogo. Amen.
Amen. Biblia inaniambia kwamba Elisha wakakutana na Ahabu. Akamwambia kwamba mimi nitafunga mvua na hakutanyesha miaka 3 na miezi 6. Amen. Kwa hivyo ile nguvu ya Elisha ikaonekana kama haiwezi. Na hivyo mfalme tu ya nguvu zile alikuwa nazo akaona kama haiwezekani. Hebu nikutabiria nikwambie, yale yote utafunga siku ya leo yanaenda kufungika. Tabiria hata nchi ya Kenya, uiambie nchi ya Kenya kwamba kuna mabadiliko, na hiyo mabadiliko utatabiri juu ya nchi hii iko mikononi mwako. Shida wa Kristo wengi tumejidharau. Shida wa Kristo wengi imani imekuwa hapa. Haleluya. Shida wa Kristo wengi hatujiamini. Shida ambazo zimetukabili kila mahali ni kwa sababu ya kutojiamini. Amen. Lakini Elisha alikuwa amejiamini. Akaambia mfalme nitasimamisha. Na mimi nakwambia siku ya leo, hiyo magonjwa ambayo unapitia katika jina la Yesu, Mungu aliye hai, Mungu ambaye anaweza, iambie isimame. Haleluya. Hiyo hali ambayo unaona imeleta ndani ya maisha yako na unaona ya kwamba haiwezekani, iambie inawezekana katika jina la Yesu. Amen. Kuna jambo moja linanifurahisha. Elisha aliposema yale maneno, Mungu alikuwa ndani yake. Haleluya. Wewe utakaposema neno, Mungu atakuwa ndani la hilo neno. Amen. Kwa hivyo neno la Mungu litakuwa katika hilo neno la Mungu litawekwa nguvu yale yote utatabiria. Amen. Kwa hivyo Elisha yeye akaweza kutabiria yale na akasema kwamba hakutakuwa na mvua baada ya miaka 3.5. Hebu nikwambie, Bwana akamchukua Elisha akamficha. Haleluya. Amen. Yale yote utatabiria. Kama ni hiyo magonjwa utasema isimame. Kama ni hiyo hali utasema isimame. Na Mungu aone utashindwa, Mungu atakuficha. Amen. Mungu hiyo hali utatabiria, Mungu atakuficha juu ya hiyo hali isikupatikane na wewe. Amen. Elisha alisema kwamba mvua isimame. Na aliposema haya Mungu akasikia, akasimamisha mvua. Lakini kuna jambo mzuri sana ya kwamba Elisha akaambiwa basi enda jifiche ndani ya hiyo mahali katika hiyo mto ama kijito, na akaenda akajificha mahali pale. Lakini namshukuru Mungu. Haleluya. No wakite yupo tukona mudhenye kugama. Nani aliweza kujenga hiyo nyumba? Elisha aje akajifiche pale. Kwani kulikuwa na nyumba mahali pale. Haleluya. Utukufu wa Bwana ulikuwa mahali pale. Mahali popote utaenda ufichwe, utukufu wa Bwana utakuwa mahali pale. Amen. Hakuna wakati wa kujenga nyumba. Haleluya. Elisha akaambiwa kwamba enenda ujifiche mahali pale na karibu na maji. Juu Mungu alijua maji yote itaisha. Mungu alijua maji inaisha. Haleluya. Hiyo hali ambayo imekuwa ngumu inaenda kuisha katika jina la Yesu. Haleluya. Hajulikana Mungu ajali ni watu wangapi watakufa, lakini yule mmoja mwaminifu asimame. Amen. Juzi nikaambia mtu mwingine, Mungu anaweza kuua watu 1000, mmoja wake mtakatifu abaki. Kama uamini, hiyo inawezekana. Na kwangu mimi niliona ikiwezekana. Haleluya. Inawezekana. Amen. Mimi mahali nilikuwa nafanya kazi, ikafika wakati wa kuinukiwa sana, lakini nikaambia Mungu, kama hii kazi inasimamana na utakatifu, kama si utakatifu ndani ya hii kazi, kama sifanyi haki, mimi niondoe hao wabaki. Lakini kama mimi nafanyaga haki nibaki. Haleluya. Ulifutwa watu kama 8, mimi nikabaki. Amen. Walifutwa, mimi nikabaki. Kwa nini? Wewe unasimama na haki. Mahali popote utaenda simama na neno la haki, Mungu atakutetea. Elisha alipokuwa mahali pale, Biblia inaniambia kwamba akajificha mahali pale, Mungu
akufiche katika ile hali yote inaweza kukuinukia. Amen. Ile hali yote ngumu ndani ya maisha yako Mungu akakuficha siku ya leo. Haleluya. Alificha Elisha, akamwambia utakaa mahali pale, na mahali pale utakuwa umekaa. Kunguru watakuletea nyama, watakuletea mkate. Haleluya. Wewe wajisumbua bure. Kuna yule ametumwa wewe kukushughulikia wewe. Amen. Yeah. Mimi nasema maisha yangu naishi hivyo, nimeigiza. Lakini kuna mmoja ananishughulikia. Amen. Kuna mmoja ananishughulikia. Na hivyo naishi hivyo. Amen. Lakini nasema usifananishe na mimi, ukaangamia. Ukiona nikikaa hapa, usikuje kukaa hapa kama una kazi. Afadhali kuja uombe uende kazi. Achana kazi kama unataka kanisani. Haleluya. Wachana basi ongea huko. Kuna mmoja ananishughulikia. Haleluya. Anashughulikia watoto na anashughulikia kila kitu. Haleluya. Kwa sababu nini? Ninamjua vyema na hali ambayo ninasema ninatabiri inafanyika. Amen. Kwa hivyo ni kwa imani hii yote inaendelea. Haleluya. Kama vile Elisha alisimama na imani, akafichwa mahali pale, akaambia ukae mahali pale, na akaambia ukae kwa hiyo kijito. Haleluya. Ikafika wakati kijito kikakauka. Amen. Mungu yule aliyekwambia uende mahali hapo, imefika wakati wa kukwambia ondoka. Amen. Amen. Joshua pengine umekaa kwa hiyo biashara ya bidii sana, si uondoke. Umejificha kwa hiyo bidii sana Joshua rafiki yangu. Lakini imefika wakati Mungu hataki hiyo bidii. Sasa anataka ile gari nilikuonyesha jana. Mahali tulikuwa nilikuonyesha gari. Na nikakwambia Joshua ikagari ndio tutanunua. Haleluya. Haleluya. Kwa nini ya muamini tunaweza? Haleluya. Joshua nilimwambia jana tukua mahali. Nikamwambia unaona hii gari, tukua angalia ile kazi inafanya. Nikamwambia sasa sisi tutaondoka kwa dunia. Tunaenda kwa hii gari. Haleluya. Na kwa imani tunaelekea huko. Haleluya. Hebu nikwambie, Elisha alikaa mahali pale, maji ikaisha, akajaribu, akigelia kukuruta, tumai tuliatuwali ho. Haleluya. Mungu akaona maji imeisha. Hebu nikwambie, Mungu akiona ile kazi imefanya imeisha, Mungu anakuondoa. Amen. Haleluya. Wewe umekaa umesumbuka kwa hiyo biashara umeng'ang'ana nayo sana. Ambia Mungu akuondoe kwa sababu umejaribu kulikwaza. Haleluya. Lakini haikui. Ukiamuka kesho iko mahali pale. Mungu anakuambia siku ya leo, kama vile maji ilishia Elisha, Mungu alikuwa anajua itaisha. Mungu anajua hiyo kazi itaisha. Mungu anajua hiyo unafanya itafika mwisho. Lakini furaha ni kwamba alikuja kwa Elisha akamwambia, sasa ondoka uende mahali fulani. Mungu wako anakuambia uondoke, maana nimekutengenezea njia mpya. Amen. Wewe umekaa katika hiyo hali na unaona kweli nimesumbuka. Mungu anakuambia siku ya leo, nguvu na uwezo na mamlaka ya kupindua hiyo hali iko mikononi mwako na ndani ya ulimi wako. Amen. Tabiria hiyo hali ambayo wewe unapitia. Tabiria hiyo kazi ambayo unapitia. Ambia Mungu nimekaa mahali hapa na kwa kweli kumekauka. Haleluya. Hao watu wa biashara wanasema kumekauka. Hebu nikwambie, kwa Mungu hakukauki. Haleluya. Ukikauka kwake Mungu anakuondoa. Ilikauka hiyo kijito, Mungu akaondoa Elisha. Haleluya. Mungu wangu akuondoe. Hiyo ugonjwa ambayo imekusumbua, Mungu wangu akuondolee hiyo ugonjwa. Hiyo hali ambayo imejenga ndani ya maisha yako, Mungu akuondolee hiyo hali. Haleluya. Wewe ambao una kesi umesumbuana nayo ya mashamba, Mungu akuondolee hiyo kesi ya mashamba katika jina la Yesu. Wewe walikunyang'anya, lakini kama watarudisha hiyo yako, Mungu akupe ile yako. Wacha kung'ang'ana na hiyo. Haleluya.
Mungu anakupea ingine. Haleluya. Yeye ni Mungu na anaweza. Amen. Mimi nasema anaweza. Amen. Sijui 1984 watu wengi walikuwa kiasi gani? Bali wewe ulikuwa na miaka ngapi? Hebu nikupe ushuhuda. Mimi 1984 kulikuwa na njaa na tukakula unga ya yeye. Lakini mimi nilikula siku moja vita. Siku hiyo nilikuwa najua vita. 1984 mimi nilikuwa vita. Mimi nilikuwa kadika na ni mahali nilikula hiyo unga ilikuwa ya yeye. Siku moja. Lakini siku moja nikanyamaza nikaambia Mungu, sasa hii sio Mungu napatiana unga safi. Mimi si niondoe wakati mimi siwezi kula. Mungu akasikia. Baada ya siku mbili mimi mahali nilikuwa nikatoka nikarudi kwetu Morogoro. Nilikuwa naishi Morogoro kwa mara mingi. Nirudi huko. Mimi shule nilikuwa nasomea ilikuwa ya kama. Na tukakaa. Tulipokuwa tukikaa, unajua samani zetu na pasta. Watu wa posta walikuwa naenda posta wanaleta barua na surura kwa bomba wakisema hii ni yako. Kulikuwa na mtu mmoja wa shule ndiye anaendea barua. Sanduku ilikuwa ni moja kwa kijiji mzima. Amen. Wacha nikupe tu kwa story hiyo ndio mahali tumetoka. Haleluya. Kwa hivyo yule mtu wa kuleta barua mimi nikiwa kijana akakuja akanionea mbali akaniambia wewe Mungai simama hapo. Nikasimama. Akakuja na bahasha nzuri sana. Akaniambia hii bahasha ni yako na hii barua ni yako. Mimi nikaketi chini mahali nilikuwa nikazi. Kasikia hii bahasha iko na maneno. Nikafungua bahasha ya kwanza, nikatoa ya pili, nikatoa ya tatu na ya nne. Bahasha ile ndio nilikuta kitu. Nikakuta ile kadi. Mimi kadi unaona hii dalia ni mimi na ile telefoni nilikuwa nayo. Pia kuimba nyimbo. Mimi ile telefoni nilikuwa nafungua na imba wimbo kwa hiyo kadi. Hiyo very Christmas za mimi. Ile telefoni wewe ungesaliwa mwingine hapa. Lakini mimi nilijua hiyo kadi. Ufungue hiyo kadi. Kuangalia kuna karatasi nyingine imewekwa hapo imefungwa kabisa. Nikaibambua hivi. Nikatoa cheki ambayo ilikuwa imetoka Canada. Imefichwa kwa hiyo barua. Kwa sababu ilionekana haijafika, ingeibiwa. Sasa mimi nilitolewa cheki kutoka Canada. 1984. Ilikuwa na $80. Unajua siku hiyo ni pesa ngapi? Ilikuwa karibu na 10,000. Mimi tu nilitembea vijana siku hiyo. Sasa nikashindwa, hata baba yangu mwenyewe ajui nini, mama ajui. Ndugu yangu, dada yangu ndio wanaelewa kidogo. Nisheke. Nimesema kweli. Sasa tukauliza, ndio iwe pesa itakuwa namna gani? Sikiza. Ndio iwe pesa itakuwa namna gani? Na mimi nikijana tu baada siku hiyo hivi. Hata ninafaa shati na vitu. Ile ya vijana wetu wa sana. Kwa hivyo nikaambiwa na mtu mmoja, huyo mzee wa posta, nikamuuliza sasa hii inafanywaje? Nikaenda kwake akaniambia sasa hii usipofungua benki au utapata pesa. Ilinibidi niweke cheki yangu, niende nianze kutafuta kitambulisho ili niweze kufungua account. Nilipopata kitambulisho ule mtu alinidirect aliniambia ile benki peke yake inaweza kutoa hii pesa ni Barclays na matajiri, hakuna pesa benki nyingine. Kwa hivyo mimi 1984 nilikuwa na account ndani ya Barclays Bank. Mimi
mimi huyu nilikuwa na account, nikajua kufungua account, nikaweka cheki yangu, ilikuwa na maliza miezi 4 kabla pesa haijapatikana. Nikaambiwa hii sasa iwache huko usaini miezi 4, ndio utakuja baada ya miezi 4 ndio utakuja kuangalia kama pesa zimepatikana. Miezi mingapi? 4. Kwa hivyo baada ya miezi 4 mimi nilijua kushika 10,000 ya zamani, lakini wakati huo kulikuwa na ile ilikuwa kubwa, nafikiria pesa ilikuwa ni 200. Nafikiria ni 200. Noti ya 200 ndio ilikuwa kubwa. Kwa hivyo singetoa hiyo pesa yote kwa bank. Ni lazima ingebidi nitoe kidogo sababu napatiwa pesa mingi. Pesa mingi. Haleluya. Kwa hivyo ninataka kusema hivi, kwa hiyo ushuhuda yangu ya kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kusikia hata kama nilikuwa na kijana nikimwambia kwamba haiwezekani mimi nikule hiyo gharikari. Akatuma mzungu kutoka ng'ambo. Na huyo mzungu wale walikuwa wamemlete walikataza yeye kufika kwetu. Lakini naona ya kwamba ni ile destiny connector yangu niende Canada ikatizwe. Mimi singekuwa Mkenya. Mimi ningekuwa citizen wa Canada. Imagine mtu ametoka Canada na anasema natafuta huyu. Anaona mimi kwa picha. Anakuja mpaka kwa shule anasema niambieni kwa huyu. Mimi nataka huyu. Mpaka nifike kwa wakamkataza na wakamkataza. Kwa hivyo zaidi yangu ya kwenda Canada ikakatiwa wapi? Amen. Kwa hivyo 1984 mimi nilikuwa na sponsor ambao ni mzungu. Na tulikuwa tunajuana vizuri kwa kuongea, kwa barua na nini. Lakini kutoka hapo akapata ile naidi ya kutuma pesa kwa shule. Sasa cheki ilikuwa inakuja kwangu direct. Lakini ilikuwa na vitu ndani ya bahasha kama 5. Ndio ifikie. Na kutoka Canada na ifike Kenya ilikuwa inamaliza kama karibu miezi 4. Ndio ifikie. Haleluya. Kwa hiyo kwa mwaka mzima nilikuwa nakula cheki ngapi? 1 pekee yake. Haleluya. Haijalishi utakaa wakati ngapi, lakini yale Bwana amepanga hata kama watakatizia wewe, Mungu atafikisha. Amen. Haleluya. Haijafanya mimi nisifike hapo hata kama walikata. Nimefika. Haleluya. Nimefika kwa sababu mimi niko na uwezo na nguvu. Haleluya. Walikata hiyo ya mzungu baadaye tukakaa akaniambia amekufa. Kijana yake akaniandikia barua akaniambia rafiki yako amekufa, sasa tumewachana na wewe. Ikawa hiyo. Sasa tumaini langu la kwenda Canada litaishia hapo. Amen. Wacha nikwambie, tumaini langu likiisha Mungu anafungua njia nyingine. Amen. Tumaini la Elisha mahali alikuwa ndani ya kijito, hata kama liliisha, Mungu alifungua njia nyingine. Haleluya. Hebu tuende pale mstari wa 7 tuteremsha hivyo ndio tumalize hii ibada, naona masaa yangu yameisha. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika. Kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Baada ya muda, wewe tegemeo pengine umetegemea, pengine ni katika. Ulitegemea wazazi wameisha. Ulitegemea ndugu hana uwezo. Ulitegemea kanisa halina uwezo. Ulitegemea jirani hana uwezo. Ulitegemea huyo mwingine hana uwezo. Haleluya. Nataka kukuambia hivi, Elisha alikuwa ametegemea hiyo kijito. Maana miaka 3.5 hakukuwa mvua. Haleluya. Na mimi hiyo historia nimekupea maushuhuda. Nilikuwa nimemtegemea mzungu ndani ya maisha yangu, ya kwamba nitakuwa nikiishi maisha ya raha. Lakini baada ya miaka akakufa. Haleluya. Lakini maisha yangu haikukwama mahali pale. Maisha yangu iliendelea. Amen. Kile chochote umetegemea, ujue kinaweza kufika mwisho.
chochote kile unategemea, weka mawazo yako ukijua kwamba utaweza kufika mwisho. Yule Mungu ndiye alikuwa ameambia Elisha aende mahali pale. Na huyo Mungu ndiye alijua ile kisima kinakauka. Haleluya. Hiyo kazi unafanya, Mungu ndiye alikwambia uende mahali pale pale. Na hiyo kazi ndiye alifungua. Na hata kama inafika mwisho, Mungu anajua inafika mwisho. Haleluya. Kwa hivyo wacha kulalamika. Amen. Usilalamike. Maana ikifika mwisho, Mungu akaambia Elisha baada ya kufika, hebu twende mstari huo wa 8. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukakae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Haleluya. Hata kama utakosa mahali pengine, Mungu anakwambia uondoke. Kuna sponsor mwingine ametayarisha. Haleluya. Amen. Bibi Musungu alipokufa, nikapata sponsor Mbafika. Nilipokuja huko Kikuyu. Huko ndio baada ya miaka mingi sana. Sasa nikapata sponsor Mbafika mwingine. Akanisponsor tu na kazi. Na tukaendelea na maisha ikawa mzuri. Haleluya. Hata kama umefika mwisho, Mungu anakwambia uondoke, anakupea njia nyingine. Amen. Wacha kulialia hapo, wacha kusumbuka hapo. Mungu anasema uondoke, anakutengenezea njia. Amen. Kwa hivyo kuna njia Mungu anatengeneza. Haleluya. Kile anatazama ni wewe uweze kushinda. Amen. Kwa hivyo ninataka ujue kwamba Elisha alipomwambia ondoke aende katika Sidoni ili aende katika huo mjane, nataka tu uone ya kwamba ndani ya Sidoni kulikuwa na wajane wengi, sio huyo peke yake. Na kwa nini? Hebu tusome kitabu nikimalizia kitabu cha Luka 4 mstari wa 25 mpaka 26 peke yake. Lakini kwa hakika nawaambia, alikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia katika nchi nzima. 26. Wala Elia hakuwatumwa kwa mmoja wapo, ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Haleluya. Wacha nikwambie, una marafiki wengi, una madugu wako wengi, una watu wengi hata kanisa hili, lakini Mungu anakuchagulia mmoja awe msaidizi wako. Haleluya. Wewe mahali unaishi, hapo kuna marafiki wengi sana, kuna watu wa kijiji wengi sana, lakini siku ya leo ndio neno litimie. Ni kwamba kuna mtu mmoja anachaguliwa awe msaidizi kwako. Haleluya. Elisha hakutumwa kwa wote, alitumwa kwa mmoja. Na kwa hivyo nataka kukwambia wewe siku ya leo, Bwana anakutumia mmoja wapo kwa wale jirani awe msaada kwako. Haleluya. Kama mimi huko nina dada yangu Helena. Ninasema nina dada. Na kwa hivyo nikikosa namwambia tumeharibika, fanya hivi. Na tunaendelea. Haleluya. Huwezi kukosa moja ambaye anakupenda. Haleluya. Tungemwona wote. Haleluya. Kuna moja atasimama na wewe. Haleluya. Lakini jambo ni hili, wewe ukijitolea kwa Bwana, Mungu atasimama pamoja na wewe. Amen. Nataka kusema nikimalizia, yale yawezekani na binadamu, kwa Mungu anaweza. Amen. Hayo unaona yawezekani, hiyo unaona haiwezekani, Mungu anaweza. Haleluya. Sabii, huku hapa nikwambie, kama hiyo harusi unaona haiwezekani, inawezekana. Wale wanakuambia haiwezekani, waambie inawezekana. Sio wewe uko hapo, ni Mungu ako pamoja na ninyi. Amen. Mungu ndiye atawaongoza, Mungu ndiye atawadumisha, na Mungu ndiye atawaelekeza. Haleluya.
kuuliza pesa ziko wapi? Pesa ziko huko nao. Pesa ziko huko. Hawa watatoa. Amen. Na kwa hivyo harusi itafanyika. Amen. Sisi tunaona kwa macho yetu kama haiwezekani, inawezekana. Na ndiposa hiyo neno liko katika kitabu cha Marko 10 mstari wa 27, yote yawezekana. Haleluya. Yaani hawezekani na binadamu, kwake Mungu yawezekana. Hiyo hadi unaona haiwezekani, Mungu anaiweza. Amen. Kwa hivyo wewe unafikiria ya kwamba unaweza kutoka mahali uliko uende mahali pengine, na unaona kama haiwezekani, inawezekana kwake Mungu akutoe. Haleluya. Bibi alitoa na wewe atakutoa. Amen. Na kwa hivyo mimi nataka kusema Mungu wa baraka azidi kutubariki, Mungu azidi kutuonekania na aweze kusimama nasi, kwa maana yeye ni mwaminifu. Kwa hivyo wewe utanenea hiyo hali ambayo imekuwa ngumu ndani ya maisha yako, na inaweza kubadilika. Umepewa nguvu, umepewa uwezo, na yote inawezekana kwake Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Aliangasubiri tusimame ili tuweze kumaliza. Aliangasubiri pale kileleni, namuona Yesu anisubiri nimalize salama, anikubatie kwa mikono yake.